Mungu mwenye enzi yote mbinguni na duniani, asante Bwana kwa ajili ya mtumwa na mtumishi wako ambaye Bwana umempaka mafuta kwa ajili ya watoto wako. Bwana, ninakushukuru kwa ajili yake, umemlinda, umemsafirisha Bwana hata kufika hapa. Bwana, kwa sauti ya utii aliyotii Bwana kufika hapa, Mungu mwaminifu, ukamtumie wewe kama vile upendavyo. Jeuza mashauri yake, weka shauri lako kama ulivyoliweka ndani ya kinywa cha nabii Yeremia, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, weka ujasiri ndani ya kinywa chake, akalinene kila neno ambalo umelikusudia Bwana tukalisikie mchana wa leo. Bwana, ukamtumie tu kama yule punda ambaye alibeba mzigo akamchukua Yesu na kumpeleka mahali husika. Bwana, ukamtumie sasa. Bwana, ukamtumie kwa utukufu, kwa nguvu na kwa maarifa. Bwana, kufungua watoto wako kwa maonyo, kwa kutia moyo, katika jina la Yesu. Ninajua Bwana utakuwa pamoja naye kama ulivyokuwa pamoja na Yusufu, ukamfadhili, ukampa kibali. Bwana, mpe kibali ndani ya mioyo ya watoto wako, na akapate kibali cha kuyasema matukufu yako, katika jina la Yesu. Ninamseta yule adui, huna mamlaka shetani, ninakukemea kwa jina la Yesu. Huna mamlaka ya kuondoa neno la Bwana, ya kuleta usingizi, ya kuleta uharibifu kupitia neno, kwa jina la Yesu. Na nyamadhisha katika mbingu, na nyamadhisha katika ardhi, bali nawalika malaika wa moto Mikaeli mkuu, mwandamizi wa vita, akatamia hapa. Roho Mtakatifu, anza kufundisha ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Nami namweka mtumwa na mtumishi wako mikononi mwako. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu alikuwa anaweza. Alafu mtu anasema tu amen. Yaani kirahisi tu mtu amemwaga damu ya thamani. Yaani ukiambia ufuata kwa ajili ya mtoto wako uliyemzaa mwezi. Alafu huyu aliyekufa kwa ajili yako upo tu amen kirahisi. Hallelujah. Sijasikia mtu anayemshangilia Yesu kwa makofi mengi. Sijaona mtu anayemshangilia Yesu hapa. Sijaona mama anayepiga kigelegele. Sijaona mama ambaye anapiga mluzi. Nampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sio mgeni, ni mwenyeji. Namshukuru Mungu sana kipekee siku ya leo kuweza kuwepo katika madhabahu hii. Wakati napanda tu kwenye madhabahu hapo, nikawa ninasikia nguvu za Mungu. Unajua kuna sehemu unaenda unapokanyaga tu unakutana na nguvu za Mungu. Alafu ibada inapoendelea unasikia zile nguvu zinashuka. Sehemu hiyo unaenda unakaa unatamani ubebe pochi uondoke. Maana una amani, uone uwepo wa Bwana, yani uone. Maana unapokuwa nyumbani kwako unasema Mungu, nataka nikakutane na wewe. Nyumbani mwa Bwana, Bwana anakutana na mahitaji yetu na anatupa haja ya mioyo yetu. Unapokuwa nyumbani usiache kuomba. Haleluya. Kwa hiyo unapofika nyumbani mwa Bwana unakuta yani peupe, unakuta wepesi. Nilipoingia tu hapa nikasema hapa ni penyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kipekee namshukuru Mungu sana aliyenipa neema na nafasi na kibali hiki cha kuweza kukanyaga katika madhabahu hii. Lakini pia ninamshukuru sana baba yangu mchungaji, ninampenda sana. Huyu mchungaji alinijenga kipindi fulani, tulikutana maeneo fulani kwenye huduma, akawa anatoa shuhuda. Zile shuhuda anazotoa na mimi nikawa nimezipitia. Kwa hiyo nikawa ninapokea nguvu mara ngapi? Ushakutana na ushuhuda afu unasema kumbe na ule ukutana nao kwa sababu unakuta unaongezewa nguvu. Kwa hiyo kitembea unatembea tu unasema sina hofu na huyu Yesu. Maana kumbe ametenda kwa wale na kwangu ametenda. Kumbe nilikuwa nahisi kama amefanya. Nilikuwa nahisi kumbe Yesu ni hakika. Haleluya. Mwambie ndani yako Yesu ni hakika. Yesu ni hakika. Ondoa mashaka. Ondoa wasiwasi. Kuna wakati unajiuliza hivi au nimeamka leo kwa nguvu zangu? Mbona wachawi hawajanichawia? Wewe Bwana, jina ulilobeba lina nguvu, lina mamlaka, lina uwezo wa ajabu. Haleluya. Jina la Yesu limenifanya hata mimi wakanirusha pepo la kifafa. Wakinitazama, wakinimulika, hawakujua kwamba nimebeba jina lenye mamlaka. Hawakujua. Hata wewe kuna wakati
wakati unajiuliza, au nimeamka kwa sababu nilikula ugali jana nikashiba afu nakamlenda kama. Nimelala asubuhi nimeamka niko vizuri. Kuna watu ndani hawalali. Jamani, baba. Unajua wainjilisti na sisi tunaanza maneno mengi. Majina yangu ni Hilda Swai. Kabla nishaanza kuhubiri, kumbe bado utambulisho. Majina yangu ni Hilda Swai. Ni Mchaga, mama wa watoto 4. Mume huyu mmoja. Sisi tunasemaga mume mmoja. Sisi hatuna kona. Ukishaolewa na mume mmoja ni huyo mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia tunaye mume mwingine ambaye ametuoa kama kanisa. Yesu, upaswi tena mara umechungulia kwa ikauzizi kidogo, mara kwa mganga wa kienyeji kidogo. Tumeolewa sisi na Yesu. Sisi ni mabibi harusi. Haleluya. Kwa ukienda kwa mume mwingine jamani, anaumia vile mume wako kule ndani wa kimwili anavyoumia au anavyosikitika na kutamani kukufukuza, ndivyo Yesu anavyoumia. Kwa hiyo tumekaa kwa Yesu, tukae kwa Yesu. Anasema kwamba bora uwe moto au baridi. Kwa Yesu kidogo, duniani kidogo, atakutapika siku ya mwisho. Bwana Yesu atusaidie sana. Nina watoto 4. Mungu amenipa neema pia na mjukuu mmoja. Kwa hiyo Bwana anaendelea kutupenda. Naona ni upendeleo kwa Bwana. Haleluya. Ninamshukuru sana Mungu kuwepo katika hii madhabahu siku ya leo kama alivyosema baba. Ni mhubiri wa Injili, mwinjilisti, lakini naimba. Ila siimbi kama Jennifer. Unajua kila mmoja ana staili yake, lakini ninaimba kwa utukufu wa Kristo Yesu. Haleluya. Ila tumesikia kuna semina ambayo itakuwepo. Takuja kwenye semina nitaimba. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia leo kuna ubatizo ili kuweza kuminimize muda, tuende na muda na mimi niweze kukuletea neno la uzima. Nawapenda sana. Kanisa hili ni kanisa zuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu watu wanapomtukuza Mungu katika roho na kweli ni sehemu nzuri kama nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anapatikana hapa. Wewe ambaye uko hapa, hebu kaa, tulia. Na mchungaji mzuri ambaye ana imani. Umesikia akiwa anasema hivi, naweza ukawa hujui kitu chochote. Nimeshika mimi hicho. Ameongea vitu vingi lakini kashika nini? Moja. Naweza ukawa hujui chochote, uelewi chochote, lakini kwa sababu umempata Yesu, hilo neno limenitia nguvu mpya sana. Unaweza ukawa sasa, mbona mimi sielewi chochote? Mbona mimi sina hela? Mbona mimi nimeamini tu? Yaani nipo tu naaka kaimani kadogo. Hiyo kwa sababu unaye Yesu. Hilo ni jambo kubwa kupita yote ambayo ungetaka kuyafahamu na kuyajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi na mimi nisiwe na maneno mengi, moja kwa moja twende katika neno la Mungu. Twende tukasikilize maneno ya Mungu na haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda. Roho Mtakatifu anajua kuna ratiba ya ubatizo pia, si ndio Basi niombe uniazime masikio yako. Nitaenda kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha ujumbe kinasema kuilinda imani. Baba amekwisha kuomba, nitaendelea moja kwa moja. Kuilinda imani au kuitunza imani. Imani ipi? Ziko imani za aina nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaamini katika waganga wa kienyeji. Kuna watu wanaamini katika mizimu. Kuna watu wanaamini katika mambo mbalimbali, lakini sisi tuna imani moja ambayo iko ndani ya Kristo kupitia neno lake. Kwa hiyo tunaliamini neno la Kristo, tunamwamini Yesu kupitia neno lake. Maana neno la Mungu ni amina na kweli. Ukiliamini kwamba hili linaponya, na mwenyewe unapokea uponyaji. Ukiamini kwamba hili linaweza kunitoa kwenye jaribu ninalopitia, neno la Mungu linakutoa, kwa sababu anasema kwenye Wakorintho wa pili pale 10 mstari wa 13 anasema kwamba jaribu halikuwapata nyinyi ila lililo kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo ukipita kwenye jaribu, mwambie Bwana, umesema jaribu halikutupata sisi ila lililo kawaida ya wanadamu. Mungu akilitazama neno lake, unashangaa ile jaribu kama linayeyuka fulani, unashangaa unakutana na ushindi. Unasema nilikuwa ninapitia kwenye mambo magumu, imekuwaje sasa naona kama naona wepesi, ninaona
imani. Lile jaribu kama alipo, kama unalitafuta lilipo, unakuta lina dissipate, yani linaondoka, linayeyuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Linayeyuka. Kwa hiyo imani ambayo sisi tulionayo kama kanisa la Bwana ni imani iliyojengwa kwenye msingi wa neno la Mungu, ambalo unaposema nimeokoka, ni kweli kabisa. Ukienda kwenye kitabu kile cha Warumi pale 9 mstari wa 10 mstari wa 9, Rumi 10 mstari wa 9, anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni. Naomba uniangalie, unapotazama pembeni utahamisha mawazo yako. Adui anatamani unapokuja nyumbani mwa Bwana ahamishe ufahamu, ahamishe akili yako kwa kwenye akili ya kusikia Mungu anataka kusema nini na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale ni maji tu yanapelekwa pale. Naomba tusikilizane. Nimesema msingi wetu kama kanisa umejengwa kwenye neno la Mungu na si kwa vinginevyo vyovyote. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliamini ukamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, imani yako ni katika Kristo Yesu tu. Kwa hiyo yakupasa uilinde imani uliyoipokea. Hii imani uliyoipokea ni ya thamani kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii imani tunajivunia. Tunaposema unasema nimeokoka. Kwenye ulimwengu wa roho wewe unatisha kama nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe sio mtu wa kawaida. Yakini kuna mahali unafikia, unakata tamaa, unajiona mtu wa kawaida. Nataka nikwambie mpendo, wewe sio wa kawaida. Hata kama unapitia kwenye majaribu, hata kama unapitia kwenye changamoto ngumu, lakini Biblia inasemaje? Hakuna neno Mungu asiloliweza. Bwana Yesu asifiwe. Kikubwa linda ile imani. Linda imani uliyoipokea. Hii imani ni ya thamani. Usiwaze kwamba labda Yesu ameniacha. Yesu akishaingia kwa mtu hatoki, ila wewe ndio unaweza ukamwacha Yesu. Kwa namna gani? Ukienda kinyume na maagizo yake, yeye atakuacha kweli. Roho Mtakatifu akae sehemu chafu. Roho Mtakatifu akae sehemu ambapo kuna vurugu. Roho Mtakatifu anakaa sehemu ya utulivu, sehemu ambapo mtu anasema mimi nimejiungamanisha na mbingu, mimi naunganisha maisha yangu na mbingu. Mbingu zikutambua kwamba uko mtakatifu ulioko duniani. Acha kudanganyika. Watu wanasema kwamba kuokoka sio hapa. Bwana wewe, usio hapa duniani huwezi kuokoka. Hapa duniani ni raha. Ukishaokoka usisikilize maneno ya watu, sikiza neno la Mungu. Unaweza ukakutana na mtu anakuambia wewe umeacha raha. Wengine wanafikiri raha ni uzinzi. Umeacha raha za dunia hii, alafu unasema umeokoka. Yaani kuokoka ni kule mbinguni. Usidanganyike. Linda imani yako. Imani tuliyoipokea ya thamani inaweza kukuponya na ndoa yako. Inaweza kukuponya na watoto wako. Inaweza kukuponya na kazi yako. Inaweza kukuponya na huduma yako. Imani ambayo ipo kwenye misingi ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana neno la Mungu ndio Kristo mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo usiyumbe, usiogope, usihofu. Unajua shetani anapoleta jaribu kwako, anatamani akutoe kwenye ile imani. Linda imani yako. Mwambie jirani yako, linda imani yako. Linda imani yako. Imani yako ni ya thamani. Imani tuliyopewa imetofautishwa na imani nyingine zozote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiwa unaumwa, yani imani, mimi nampenda Yesu sana. Ukiwa unaumwa unasikia kichwa kinasumbua, kinagonga. Zamani tu kabla hujaokoka, ukisikia hivyo, jamani nipeni, nipe nguo, nakimbia hospitali. Siku za leo tunatembea na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema kwa jina la Yesu kichwa na kuamuru, tumepewa mamlaka. Kwa mamlaka niliyopewa na Bwana Yesu, na nyamazisha hiki kichwa kikae kimya. Hiyo mamlaka, unashangaa kichwa kinakimbia. Vichwa vingine vimetegezwa tu. Unaweza ukashangaa unapita njia panda, kitu kikaingia kama msumari. Tayari kichwa. Wewe unakimbilia hospitali, waende kudunda tu sindano. Alafu shetani alikuwa unaweza ukashangaa akawaisha wajumbe wake kule. Ukachomwa sindano ya sumu kafa. Jamani, aliumwa kichwa tu. Kwamba alikutimishia. Lakini nataka nikwambie nini? Huyu Yesu uliyemwamini, usimchezee. Usicheze na huyu Yesu. Hebu simama.
Tulishatenda sana huko duniani, si ndio? Sasa hivi wewe umehamishwa kutoka nguvu za giza, umehamishwa kutoka ulimwenguni, umewekwa kwenye ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu wa roho wa Kristo Yesu. Amen. Tulia huko. Amen. Na tumeambiwa tumetengwa mbali na dhambi, kama mashariki ilivyo mbali na nini? Na magharibi. Kwa hiyo kutoka mashariki wala kule magharibi, kielele chako. Haleluya. Hicho ni nini? Kielele. Hiyo dhambi umeifuata kule mwenyewe. Maana umeshatengwa mbali naye. Kutoka mashariki, kama mashariki na magharibi ilivyo mbali, ndivyo tulivyotengwa na dhambi. Wewe uliokoka unatokaje ndani ya kanisa, ndani ya Yesu, ukakimbilia kule magharibi unaifuata dhambi? Unataka nini? Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, Rumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulia kwa Yesu, linda imani yako. Unaweza ukaniuliza, tunailindaje imani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unalindaje imani? Kwanza, kwa nini tunailinda imani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini tunailinda imani? Ni kwa sababu imani yetu ni ya thamani. Hii imani hailinganishwi na imani nyingine. Imani tuliyoiamini inatushindia majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huwezi kushindia majaribu tu kalala ukasema nimelala hapa Yesu utanishindia. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vigezo na masharti ili uweze kushinda majaribu. Basi tuone tufanyeje ili kuweza kushinda majaribu. Jambo la kwanza, kesha katika sala au katika maombi. Ombeni bila kukoma. Kesha katika maombi. Mtafute Bwana. Kisoma kwenye ile Isaya 55 mstari wa 6 pale, anasema kwamba tafuteni Bwana maadamu anapatikana. Naomba mtu mmoja anisomee hapo 55. Vijana kama wako au aliyepata, naomba Isaya Isaya 55. Biblia yangu ina maandishi madogo sana. 55 Isaya mstari wa 6. Tafuteni Bwana maadamu anapatikana, muite maadamu yuko karibu. Amen. Asante baba. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Ili uweze kushinda jaribu, lazima umtafute Bwana. Mtafute Bwana na nguvu zake. Mtafute Bwana na nguvu zake. Mwite Bwana, niko hapa, ninapitia kwenye changamoto 1, 2, 3. Napitia kwenye changamoto ya ndoa. Najua ndoa zimekuwa ni shida, hasa kwa kanisa la Bwana. Ndoa ni shida siku za leo, lakini tunashinda na zaidi ya kushinda. Wewe shikilie imani ya Kristo Yesu. Mshikilie Yesu. Usiangalie kutenda kushoto wala kulia. Muangalie shujaa wa msalaba Yesu. Mwambie Yesu, niko hapa. Baba akawa anasema, Mungu, nilikuwa ninafanya uchawi, nafanya uganga. Sasa hivi niko kwako. Jambo gani nitashindia? Yaani baba ameongea maneno ambayo hapana nitia moyo. Wakati mwingine umeokoka ukafika umeokoka tu. Hapana. Umepata neema. Kuna watu huko duniani hawajapata neema kama uliopata. Usiuchezee huo wokovu. Tafute Bwana usiku na mchana. Mwambie Bwana, yeye Mungu anasikia. Tena anasema yuko karibu kuliko mavazi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutailinda imani yetu kwa kusali, kwa kuomba, kwa maombi. Hatuwezi kushinda kwa lingine, kwa namna nyingine yoyote, ila kwa maombi. Nakumbuka wakati napitia changamoto ya ndoa. Jamani, wanapenda kushuhudia. Unajua ushuhuda unajenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nina shuhuda, nikisimama huwa nikishuhudia mwenyewe najisikia tena najitengenezea nguvu kwa upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu unaweza ukatendewa na Bwana afu ukasahau. Baadaye unapopata changamoto nyingine, ukikumbuka ile vile alikushindia, ukashangaa na hiyo unashinda kwa ushindi mkubwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nina changamoto kipindi fulani. Changamoto ya ndoa. Kabla sijaokoka, mimi na mume wangu tulikuwa tunaishi vizuri. Lakini nilikuwa sielewi chochote. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nilikuwa sielewi chochote. Mimi nilikuwa nimeridhika tu. Tunaishi vizuri na mume wangu. Tuna amani. Tunacheka. Lakini akiniletea mambo ya ndoa, tumekutana watu wazima. Kwa hiyo tusitafutane wala tusisumbuane. Kumbe nilikuwa sijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo kwenye ndoa. Lakini wakati nilipoingia kwa Yesu, nikasema hivi vitu vimezuka sasa hivi au vilikuwepo? Unajua tunaambiwa tuilinde imani. Ukiingia kwenye hii imani, kuna vitu Mungu anafunua kwako mpaka unasema, kwa nilikuwa naishi navyo au nimeanza sasa hivi baada ya kuokoka? Vilikuwepo. Ulikuwa una macho ya rohoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kulikuwa naona ndoa ni raha. Nikitenda dhambi raha na ninaye mume, lakini dhambi iko pale pale imekaa. Naye mume lakini dhambi iko pale imekaa. Kwa nini? Nilikuwa sina Yesu. Alafu pamoja na kutenda hiyo dhambi, kule nyumbani raha na amani. Kumbe Bwana Yesu angerudi pigeni singeenda. Ningeisha kwenye raha za duniani. Haleluya. Amen. Napo usifurahie tu nisikize, nataka kuna kitu nataka kukuambia. Nilipokuwa kule nikawa naenda ibadani, nilikuwa nasali KKT. Ninaenda kanisani na Biblia yangu, nilikuwa na Biblia kubwa. Naona hii ndogo. Najua watu wa dini hawajui kwamba jicho la Bwana liko kila mahali. Kuta nimebeba Biblia yangu hapa, sasa mwanamke huyu anamcha Mungu kweli kweli. Lakini ndani yangu kuna uozo. Lakini sijui nifanye nini. Naona ni kawaida. Haleluya. Nilipoamini sasa, nilipookoka nikaingia kwenye fire, nikakutana na nguvu za Mungu. Nilipokutana na nguvu za Mungu, nikaichukia dhambi kupita maelezo. Yaani kiona natamani niitafune mimi dhambi, natamani nikamate nirarue. Kumbe kwenye imani kuna kitu. Haleluya. Amen. Nikaendelea. Kadri nilivyokuwa naendelea, baba akaanza sasa, Mister, hakuna kwenda kanisani. Sitaki uende kanisani. Mbona kule nilikuwa naenda na dhambi nafanya, kanisani naenda na dhambi nafanya. Lakini aliokuwa anioni, na yeye kama alikuwa anafanya zake sijui, na mimi nilikuwa simuoni, au mimi naona raha tu tunaenda. Gari linawaka tunaenda. Kumbe kule ndani sina macho ya roho mimi mwanamke. Nimekaa tu kama bububu natembea mle ndani. Ninatembea bubu. Yaani unajua ukiona macho ya roho unakuwa ni kama bubu. Upo tu. Wewe nyumba inaenda haiendi ujui. Wewe unapigwa sababu unakula na kunywa basi. Mchungaji akasema, unaweza ukawa haujui mambo mengi. Yaani imenigusa ile, sikujua mengi lakini hilo. Kumbe nilikuwa sijui mambo mengi bwana. Kwanza nilikuwa sijui kabisa. Ndio maana nilikuwa naenda tu. Naenda kanisani, dhambi yangu imekaa. Nipo na mume lakini dhambi imekaa. Kwa nini? Nilikuwa sielewi. Nilipookoka sasa, hakuna kwenda kanisani. Na mimi kaanza kusikia huko ndani kuna vitu vinazaliwa. Natamani kumtafuta Bwana. Natamani nikiona dhambi niichane nirarue. Natamani niitafune mimi nitupe kabisa. Sitaki kuisikia. Haleluya. Kwa hiyo imani ni ya thamani. Inapoingia ndani mwa mtu, inamtengeneza. Imani ya Kristo Yesu ni nzuri. Kutengeneza na ilinitengeneza hata mimi. Ikaniweka hivi nilivyo. Haleluya. Amen. Na kuambia moto ukawaka. Nikasema mbona kule ndo nilikuwa nafanya upuuzi? Mbona huku niko vizuri? Yaani angejua huku sasa ndo niko vizuri. Angeniambia mama kalale hata huko kanisani. Akanizuia. Aliponizuia, nikamsikiliza. Nikasema Yesu na mume, nani mkubwa? Yesu. Najiuliza Yesu muulizi yeye. Maana yeye sasa hapo hajui. Yeye naye yupo tu hajui, lakini mimi nishatoka kwa sababu ninaye Yesu. Nimejua sijajua lakini tayari mimi ninaye Yesu ambaye ni kila kitu, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi nimeamua kule kwamba sijui kitu lakini nipo tu. Kwa sababu nimempata Yesu, nikaanza kupata ufahamu. Mungu akaanza kufungua ufahamu wangu. Nikajikuta kuna vitu vya thamani vya kimungu ninapata. Nikaunganishwa na mbingu, kukawepo na connection. Ile connection ikawa inanipa vitu. Nikawa ninaona, macho yakafunguliwa. Nikasema, hivi vitu vilikuwepo au vianza sasa hivi? Baba yule akaanza vita mle ndani. Ikawa ni shida.
Nikamwambia baba, ungejua hivi sasa ndio utakiwa vielewe. Kule kwa makanisa makubwa yale, Biblia yangu tu hapo uko unafurahia bure, lakini laiti ungejua, ungeniambia kalale huko vinavolia liji, nenda kamtafute Bwana. Akanizuia, akasema Mungu akawa amenipa hekima. Ana hekima ya kimbingu. Unajua, Biblia inasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Wewe hapo unayemcha Mungu, Mungu amewekeza maarifa mengi kwako. Haleluya. Wewe mwanamke usilielie. Usianze kusimama ukaanza kupigana na mume wako. Usianze kupiga naye kelele. Yako maarifa ndani yako ambayo Mungu ameachilia kwako mwanamke. Wewe tuliyemwambia Mungu, ninakucha wewe. Kama ninalicha jina lako, maarifa yako ndani yangu. Haleluya. Akasema ninayo maarifa. Ibada siachi na mume nitamtii. Biblia inasema, enyi wake watini waume zenu. Hakusikia kunyanyua mdomo wangu. Akiondoka najua saa hizi muda wa ibada, najua mpaka arudi naenda baadaye saa 12 tukae akasema niende kwa amani ya Bwana mimi mbio. Akirudi anakuja nyumbani sasa, kwa wangu mtii kweli kweli. Yaani mwambie siende haendi. Ikawa naenda ibada zote. Sikiliza, na kuna kitu nakufundisha, sijui unakipata hicho kitu. Naomba usikilize mwanamke, unaweza kaa upitie kama mimi, lakini kuna namna unapitia. Na hichi ninachokushuhudia hapa kitakusaidia, kitakutoa mahali kukupeleka pengine. Nikawa ninaenda ibada. Baada ya kujiuliza, Yesu na huyu mume nani mkubwa? Si Yesu. Huyu mume mbingu hana, hata akiniacha nikibaki na Yesu haina shida. Nikawa naona kwamba Mungu anakuumbia ufahamu mpya. Kuna kitu unajua, unaposema kwamba siwezi kumwacha Yesu kwa chochote, Yesu atakutetea. Hata huyo mume hawezi kukuacha. Haleluya. Yesu atakutetea. Wengine wanaogopa kuachwa na waume zao. Mimi nikasema Bwana, kama Yesu wewe ndio mkubwa, tulikuwa tunajibishana na Yesu. Kama wewe ndio mkubwa, mimi baada sasa siachi. Kama ataniacha yeye, mimi sijui, ninachojua nimekupata wewe. Haleluya. Naenda namtii kama kawaida. Sawa mume wangu. Kwa muda wa ibada kwa mama lakini saa 12 yuko nyumbani. Akirudi ananikuta. Tena akawa anajitahidi wakati ule alikuwa amenizuia. Mapema ameshafika. Mke wangu mtii kweli. Lakini ibada zote nikawa naenda. Ilifikia mahali sasa, akaniambia basi mke wangu, utakuwa unaenda Jumatano tu na Jumapili. Nikaongezea siku nyingine, maana niambia utaenda Jumapili, maana ulikuwa nilikukuta unaenda Jumapili. Akaniongezea ya pili, Jumatano na Jumapili. Akasema haleluya. Hakujua kama maelezo nyingine zote. Na mimi nikaendelea na mtindo wangu ule ule. Nimeendelea. Wakati ninaendelea, akasema, mke wangu, kaombe tupate wepesi. Tena. Kwa hiyo ibada zote zikafanyaje? Nikaruhusiwa kwa namna rahisi sana. Sikugombana na yule baba. Unajua mimi nimeokoka. Najua wanawake tuache midomo. Lakini watu waliokoka hatuna midomo hapa. Naona mama wote hapa ni watakatifu. Hapa tuko vizuri. Haleluya. Lakini wengine, hivi si unajua? Hivi unamjua mchungaji wangu wewe? Nimeokoka, mchungaji ameniongoza sana atoba. Wapo unapigia kelele, unamshika na mume wako kiuno. Bwana, utatenguliwa hicho kiuno, jicho moja litatolewa, utakuwa choo. Tulia. Bila sababu. Nikakaa mwanamke wa Kiebrania. Nimepewa akili ni mwanamke na Yesu. Yesu akatengeneza ufahamu. Anasema kwenye Timotheo wa pili 2:7 anasema, naomba tusome. Baba, naomba nisome samahani. Hivi yangu na maandishi madogo sana. Bwana atakupa ufahamu mpya. Wewe mche Bwana tu. Acha dhambi. Usifanye dhambi kwa siri. Kana Yesu. 2 Timotheo wa pili 2:7. Sana hayo nisemayo. Basi ni wa kwanza baba. 2:7. Timotheo. Sasa maana atakutengenezea ufahamu mpya. Timotheo. Amen. Yeye anasema atakutengenezea ufahamu mpya. Mungu akanipa ufahamu mpya. Umepata bwana?
Wa kwanza. Sura ya 2 mstari wa 5. Basi adui ameiba, anasema kwamba nami nitakutengenezea ufahamu mpya. Kwa hiyo kumbe ukishaamini, ukimcha kwa Bwana nikilina maana kwa naomba nimekosea kuandika. Nitakutengenezea ufahamu mpya. Ukishaamini, ukishamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, atakutengenezea ufahamu mpya. Utakuwa na maarifa wewe. Likija jambo lolote ambalo ni la kuharibu imani yako, la kuyumbisha imani yako, Bwana atakupa namna ya kutembea katika lile jaribu. Bwana atakushindia katika lile jaribu. Utatembea afu unaona jaribu na yeyuka tu. Yaani na yeyuka tu, nashangaa mwisho nimefanyaje? Limeisha. Akaniambia mke wangu ukaombe tupate wepesi. Nikasema huyu ni Bwana. Nikawa naenda ibada zote. Baada ya naenda ibada zote, katokea jambo lingine ambalo lilikuwa ni gumu kidogo. Hilo jambo lilotokea, akaniambia sasa nataka tuende msikitini. Leo limeisha. Unajua jaribu likiisha, ukishinda la kwanza, yaani mimi nilikuwa nafikiri ukishashinda umemaliza, linakuja lingine kubwa, lakini kulingana na imani yako. Wewe unaanza na darasa la kwanza, ukiingia la pili unapewa mtihani wa darasa la pili, haupewi la kwanza tena. Wewe ukivuka, kila unapovuka darasa unakutana na mtihani mpya. Akasema sasa nataka tuende msikitini. Mimi wangu yeye ni Muislamu. Ni Friday, ndio maana nampenda sana dada Jennifer, ni rafiki yangu. Nilipomwambia tu watu tunafanya huduma naye. Dada huyu ni mtumishi wa Mungu, anampenda Yesu sana. Kwa anaposema kwamba nilikuwa Muislamu nikaamini, ameamua. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sasa mimi nataka tuende msikitini. Kaambia mume wangu haina shida. Mwanamke wa Kiebrania nimepewa